Wiki chache zilizopita usingemjua Eric Yuan. Aliingia katika orodha ya Forbes ya mabilionea akiwa na takriban thamani ya dola bilioni 7.8. Ama pengine sio sasa, lakini kulikuwa na uwezekano kwamba wakati wa karantini uliweza kuwasiliana na rafiki zako kwa sababu yake. Na hilo linakupatia faida nzuri tu. Kwa mara ya kwanza katika maisha ya Eric Yuan, mwanzilishi wa programu mpya ya mawasiliano ya Zoom, aliorodheshwa katika orodha ya Forbes ya mabilionea akiwa na mali yenye thamani ya dola bilioni 7.8. Mtoto huyu wa mhandisi alizaliwa katika mkoa wa Shandong nchini China. Baada ya kusomea uhandisi nchini China, alielekea kufanya kazi katika nchi ya Japan kwa miaka 4 kabla ya kununua tiketi ya ndege kuelekea Marekani. Akivutiwa na Bill Gates, changamoto yake kuu ni kuwasili katika taifa hilo tajiri zaidi duniani ili kutumia fursa ya uvumbuzi ambayo ilikuwa inazidi kuimarika katika miaka 90 katika jimbo la California. Hawakuwa wakimsubiri kwa kumfungulia milango. Hata hivyo, visa yake ilikataliwa mara 8 kabla ya kupata ruhusa ya kuishi na kufanya kazi nchini humo. Hivyo ndivyo jinsi mwaka 1997 Yuan alifikisha umri wa miaka 27 na kuanza maisha mapya katika eneo la Silicon Valley. Ijapokuwa alizungumza Kiingereza kidogo, haikumchukua muda mrefu kwa yeye kupata mahali ambapo angeimarisha ujuzi wake. Alianza kufanya kazi kama msimamizi wa programu katika kampuni ya Webex. Mwongo mmoja baadaye, kampuni hiyo ilinunuliwa na Cisco System, ambapo Yuan alipanda ngazi na kuwa makamu wa rais wa uhandisi katika kampuni hiyo. Mwaka 2011, mhandisi huyo aliwasilisha mradi wake wa kuvumbua programu ya mawasiliano ambayo itafanya kazi katika tarakilishi na pia katika simu. Wazo hilo lilikataliwa na Yuan akaamua kujiuzulu katika kampuni hiyo na kuanzisha biashara yake ya Zoom. Mara ya kwanza nilipofikiria kuhusu Zoom ni wakati ambapo nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu nchini China, na nilikuwa nikipanda treni kila siku kwenda kumuona mchumba wangu ambaye sasa ni mke wangu, alisema Yuan katika mahojiano na chombo kimoja cha habari. Nilikerwa na safari hizo za mara kwa mara na nikaanza kufikiria njia nyingine ya kumtembelea mchumba wangu bila ya kusafiri. Ndoto hizo hatimaye zilitimia na kuwa kampuni ya Zoom Foundation, alisema mfanyabiashara huyu. Baada ya kujiuzuru katika kampuni ya Cisco, ilikuwa vigumu kupata wawekezaji ambao waliamini mradi wake. Tatizo lilikuwa kwamba biashara hiyo ilikuwa imefanywa na watu wengi na kulikuwa hakuna nafasi ya mshindani mwingine. Alilazimika kuomba fedha kutoka kwa marafiki na watu wa familia ambao waliamini mradi wake, kulingana na gazeti la Financial Times. Unapoanza biashara wakati ni muhimu sana, aliambia gazeti hilo, akielezea kwamba upanuzi wa simu aina ya smartphone na teknolojia ya kuhifadhi ulitoa mazingira ya Zoom kuanzishwa. Hata mkewe hakuamini. Yuan aliambia Forbes, "Nilisema najua safari ni ndefu na ngumu sana, lakini iwapo sitajaribu nitajuta." Hivyo ndivyo jinsi safari hiyo ya kibiashara ilivyomsaidia kuanzisha ukumbi ulio na lengo la kurahisisha mikutano ya mbali ya kibiashara katika sekta yenye ushindani mkubwa. Kampuni yake ilianza kukua hadi ilipofunguliwa katika soko la hisa mnamo mwezi Aprili mwaka uliopita. Hadi wakati huo, hisa za Zoom zilikuwa na mojawapo ya ufanisi mkubwa katika orodha ya programu kwa kuweza kudumisha bei ya $62 hata wakati sekta hiyo iliposhuka katika soko la hisa mwezi Septemba. Mwishoni mwa mwaka uliopita alianza kwenda vema, lakini hali ilianza kubadilika ghafla wakati mlipuko wa virusi vya corona ulipoanza kusambaa kote duniani. Katikati ya mlipuko huo, masoko ya kifedha yalishuka huku hisa za Zoom zikipanda hadi 14% mwaka huu. Mwezi Disemba, kampuni hiyo ilikuwa na wateja zaidi ya milioni 10 kwa siku, na ilipofikia mwezi Machi ilikuwa na wateja zaidi ya milioni 200, na kufikia mwezi Aprili wateja waliongezeka hadi milioni 300 kulingana na data. Takwimu za masoko zinaonyesha kwamba thamani ya Yuan itaongezeka zaidi ya dola bilioni 4 katika kipindi cha miezi mitatu kutokana na amri ya kutoka nje kutokana na virusi vya corona. Ni kwa nini ilishinda kampuni kubwa kama vile Microsoft, Skype ama Google Hangouts? Wataalamu wa teknolojia wanakubaliana kwamba
Ukubwa wa bidhaa unatokana na sababu kwamba bidhaa hiyo ni rahisi kuitumia na haimhitaji mtumiaji kujisajili, na hadi watumia wanaweza kujiunga katika mawasiliano, na kwamba ni bure kwa simu hadi dakika 40. Lakini kama msumeno unaokata pande zote, uwezo huo wa kuitumia ulisababisha kashfa ya kiusalama na faragha. Baada ya Zoom kuwa chombo kinachotumiwa na watu wa matabaka yote badala ya kuwa chombo cha kibiashara, kampuni hiyo ilishambuliwa na vyombo vya habari viliripoti mashambulizi ya kuifanya programu hiyo kuonekana kutokuwa salama. Vyombo hivyo vya habari viliripoti kuhusu wadakuzi ambao waliingia katika mawasiliano hayo ya kanda za video na kuchapisha matusi ama hata kuchapisha kanda za ngono zilizojulikana kama Zoom booming. Na ilikuwa wazi kwamba rekodi hizo za mikutano hazikuwa salama, kwa kuwa watu wengine waliweza kuingia na kusikiliza kilichokuwa kikiendelea bila ruhusa. Yuan alisema kwamba huduma hiyo ilitengenezwa kwa mahitaji ya kampuni na kwamba hakutarajia atapata wateja chungu nzima. Alikiri kwamba hakuangamiza masuala ya usalama na faragha wakati wa ubunifu wake. "Naomba msamaha," alisema mfanyabiashara huyo katika taarifa yake wakati akitangaza kuidhinisha mikakati ambayo itatumika kutatua swala hilo. Kile kisichojulikana ni iwapo ufanisi wa Zoom katika kiwango cha juu utaruhusu kuongezeka kwa idadi ya wateja wake gani itakayowekwa na washindani, na ni kwa kiwango gani cha mahitaji ya programu hiyo yatahitajika baada ya mlipuko wa virusi vya corona kuisha.